cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikirii. Praise the Lord. Amen. That is Isaiah 1:3. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Praise the Lord. Amen. Unaona alikuwa amefika wapi huyu bwana asije kusema haya. Hapo juu verse 2 inasema, sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Praise the Lord. Amen. Nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Verse 3, ng'ombe, kwa maana wengine ni kwamba heri ng'ombe. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Praise the Lord. Amen. Ukienda Kizungu inasema, an ox knows its owner, a donkey knows its master's crib, but Israel doesn't know. My people do not consider. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, hiyo zuia, twende Luka 19. Yesu Kristo akiwa katika huduma yake anakaribia kuingia to the climax ya huduma yake ambayo ilikuwa itafanyika Yerusalemu. Alipofika karibu na Yerusalemu, akitaka kuingia mji wa Yerusalemu, akataka aingie kama mfalme. Praise the Lord. Amen. Wafalme wa nyakati zile walikuwa watu ambao wanatumia mnyama anaitwa mule. Mule ni Kizungu, Kiswahili ni nyumbu. Wale tuliosoma tunaambiwa kwamba ile mule ni mnyama ambaye hazai, maana yeye huzaliwa na aidha baba awe farasi, mama awe punda, ama baba awe punda, mama awe farasi, ndio anazaliwa mule, nyumbu. Kwa hivyo ni mnyama ambaye akizaliwa ni yeye hazai. Sasa hao ndio wanyama ambao walikuwa wanatumiwa na wafalme, mule. Sasa Yesu akitaka kuingia Yerusalemu, yeye hakutaka kuingia na mule, hakutaka kuingia na nyumbu. Akatafuta mnyama anaitwa punda. Punda ni nani kwenye Isaya? Ni mnyama ambaye ajua kibanda cha bwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akawatuma wawili kati ya wanafunzi wake. Anataka kuingia Yerusalemu kama mfalme. Akatuma wawili kati ya wanafunzi wake, akawaambia, enendeni mpaka kwenye kijiji kinachowakabili, ama kijiji ambacho kiko mbele yetu hapo. Mtamuona punda na mwanapunda wamefungwa, ambaye huyo mwanapunda hajapandwa na mtu bado. Wafungueni mkaniletee. Na ikiwa mtu atawauliza, mbona mnafanya hivyo, mwambieni Bwana ana haja naye, na mara hiyo atawaachilia. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu waliotumwa, wale wanafunzi waliotumwa na Yesu wakaenda kumkuta, ama wakaona kama vile walivyokuwa wameambiwa na Bwana. Wakaenda wakakuta huyo punda na mwanapunda wamefungwa.
na wakafuata order za Yesu. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Thank you. Why are we clapping for Jesus? Yuko hapa na anajua kilicho mbele. Amemwona huyo punda kabla afike kwenye hicho kijiji. That is a clap. Ndio. Also, kile ambacho aliwaambia hawa wanafunzi ndicho alichokiona. Yeye aliona na akawaambia nendeni. Na hawa wakaenda na ujasiri. Wakaenda wakaona kama vile Bwana alivyosema. Praise the name of the Lord. Amen. Ni ombi langu ya kwamba Bwana anaposema neno kwa ajili yako, do not hesitate. Usiwe na shaka ama kujizuia. Maana yeye anaona, anajua kile kilichoko mbele. Wewe fuata vile ambavyo Bwana anasema. Ni ushauri wa Mariamu kwa wanafunzi wake. Alimwambia kwamba fanyeni lolote atakalo sema. Bwana atakaposema wewe fanye. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hujui wala huoni, yeye ameona. Aliwaambia wanafunzi wake kuna kijiji hapo, wakaona kijiji, kuna punda amefungwa, wakaona hivyo hivyo. Kwa hivyo neno la Bwana linapokuja maishani mwako, usitie shaka. Wewe lifanye vile ambavyo limekuja na utaona matokeo. Praise the name of the Lord. So, walipoenda wakakuta mwanapunda amefungwa. Mwanapunda ni nani? Ni mnyama ambaye anajua kibanda cha Bwana wake. Ndivyo alivyosema Isaya. Praise the name of the Lord. Wakamfungua kwa hapo Luka 19. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Praise the name of the Lord. Utakapofuata vile Bwana ambavyo anakuambia, utaona vile anakuambia. Utakapolifuata neno la Mungu halidanganyi. Utaona kama vile alivyokuambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, these people walikuwa waaminifu kweli. Sijui kama walisalimia, tunaambiwa kuna punda na tumemwona punda straight to where punda amefungwa na wakaanza kumfungua. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa wanamfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Praise the Lord. Wakampeleka kwa Yesu, katika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Katika kunena haya tunazungumza kuhusu who owns you. Wewe ni wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Who owns you? Who is your owner? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni wa nani? Bwana kwenye Isaya anasema kwamba ng'ombe amjua bwana wake na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Do you know who owns you? Je, unamjua mwenye wewe? Je, wewe ni wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Je, unamjua ambaye ni Bwana wako? Maana the Lord is lamenting, if I may say so. Kwenye kitabu cha Isaya anajuta, nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Heri ng'ombe amjua bwana wake, heri punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui,
watu wangu hawafikii. Praise the name of the Lord. Amen. If you are not aware, acha nikufahamishe mchana wa leo ya kwamba Mungu amegharamika sana kwa ajili yako. Kiasi cha vile ulivyo, umri na maisha unayoishi, Mungu anahusika sana pakubwa maishani mwako. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo naomba mchana wa leo tutafakari pamoja na tuje kwenye ufahamu ya kwamba ni nani aliye Bwana, ni nani aliye mwenye amba anayekumiliki wewe, nani mumiliki wa maisha yako. Praise the Lord. Je, nadhani Mungu alikuwa na raha alipozungumza maneno yake? Tena basi anasema sikieni enyi mbingu, yaani mbingu na zijue, dunia itege sikio, kwa kuwa nimewalisha wana na kuwalea, bali wameniacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, mimi naomba kusema hivi kwa ufupi tu, nadhani nimemaliza, ya kwamba kuna owner na kuna master, kuna mwenyewe na kuna bwana. Praise the Lord. Ndio maana nikasoma hii Luka. Yule punda alikuwa na wenyewe, lakini bwana ana haja na. Je, unajua wewe unamilikiwa na nani? Najua, na kama hujui jua leo ya kwamba kuna mtu ambaye anadhani kwamba anakumiliki, wewe ni wake. Sawa? Praise the Lord. Amen. Kuna msemo wa kina mama sana wakina mama, sijasikia wanaume wakisema. Kina mama wasichana sana. Kama ni mtoto wa kazungu anasema mimi wa kazungu. Mimi wa. Si ndivyo? Inatumika na mama na wasichana. Si wanaume si sana. Sawa, ni sawa, wewe ni wa kazungu, sawa. Lakini kuna mwenyewe na kuna bwana. Wewe ni wana. Praise the Lord. Amen. Enendeni mpaka kijiji kinachowakabili, mtamwona punda amefungwa na mwana punda, wafungueni. Na nazungumza Bwana, wafungueni. Na mtu yeye anasema ni mwenyewe, lakini kwa Yesu ni mtu, si mwenyewe. Kama nimesoma vizuri kitabu. Na mtu si mwenyewe kuuliza, no. Meaning I am the owner. Hao ni watu, mimi ndio mwenyewe. Nataka kuzungumza tena. Yesu alipokuwa anawatuma hao wanafunzi, hakuwaambia wenyewe wakiwauliza. Aliwaambia mtu. Praise the Lord. Amen. Elagos ni mwanangu. Lakini kwa huyo mwenyewe, Elagos, mimi na Elagos, mimi ni mtu. Yes. Kwa Elagos. Si mwenyewe Elagos. Tuna communicate. Yes. Ni kweli wewe ni wa kazungu. Lakini kuna Bwana ambaye ningependa tukaweze kusubmit kwa. Sasa zile ambazo tunaambiwa fika nyumbani kama zimefika, hujafika, mwenye wewe anainua rununu. Hata hakuna halo. Uko wapi?
Wewe ni mwenyewe. Sawa kabisa. Lakini siku hii hao wenyewe walipoambiwa, waliuliza, mbona mnamfungua mwanapunda? Wale waliotumwa wakasema, Bwana ana haja na. Praise the Lord. Waliposikia Bwana yukoongea tena. Praise the name of the Lord. Wewe ni wana. Una submit wana. Wanaweza vipi? Unaitikia kwa nani? Maana yeye aliyekulea na kukulisha anajuta, maana humjui. Huenda kama labda si wewe, labda ni, lakini Bwana anajutia watu wake aliowalea na kuwalisha, ya kwamba they don't consider, hawamfikiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Do you consider? Je, unamfikiria? Je, unamtafakari yeye anaye own maisha yako? Praise the Lord. Amen. Maana kilifika wakati akalalamika ya kwamba watu wangu hawafikiri, Israeli hajui. Do you know who owns you? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara nyingi tumekuwa tunajitolea kwa vitu na kwa watu zaidi ya Mungu. Lakini wakati huu wa udhihirisho, ili Mungu akadhihirike maishani mwetu, ili yale Bwana aliyosema maishani mwetu yafanyike, tunawiwa kumtafakari yeye, kumfikiri yeye anayemiliki maisha yetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja punda huyo punda alikuwa amembeba mtu anaitwa Balaam. Balaam aende awalani wana wa Israeli. Balaam ndiye ona wa yule punda. Kuzita punda wa farasi. Punda, thank you. Alipokuwa anaenda, yule punda amebeba bwana wake. Balaam akaona malaika ameshika upanga. Mara mbili akainama akajaribu kuepuka. Balaam akamchapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule ambaye anajiita mwenye wewe, anayejiita kwamba wewe ni wake, hata hana huruma nawe. Hakujali, anajali faida zake. Bwana Yesu asifiwe. Maana alimchapa mpaka mara ya tatu. Yule punda akapewa kauli, akazungumza akasema, ewe Balaam, je, mimi si punda wako? Je, nimeshakufanya jambo hili hata mara moja? Kwa nini umenichapa mara hizi tatu? Ndipo Balaam akapewa macho, akamuona malaika amefuta upanga wake. Akasema, kama punda wako hangeinama, ingekuwa nimekumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna yule ambaye ni mwenye wewe, anayedhani kwamba anakumiliki, lakini nakwambia kwamba unamilikiwa na Bwana. Amen. Na ni wakati sasa tukaweze kujipeana kwa Bwana. Hawa wenye punda kwenye kitabu cha Luka, walipotajiwa Bwana walisarenda. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba hakuna mwenyewe ila ni Bwana. Hata yule ambaye anasema kwamba anakumiliki, hata yule bosi wako ambaye anadai kwamba akikufuta kazi amekumaliza, he is not. Kunaye ambaye ana mamlaka makubwa kwa ajili ya maisha yako, na yeye pekee ndiye anastahili kusubmit kwake.
Wewe turudi kwa punda na tumalize. Wakati wenye punda walipomwachilia punda aende kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wenye punda walikuwa wamemfunga punda. Yule anayesema kwamba anakumiliki naona kwamba amekufunga. Praise the Lord. Kwa sababu ya hayo maneno yake na hizo kauli zake, huenda ikawa amekufunga, lakini utakapojipeana kwake Bwana utakuwa huru. Angalia ile heshima ambayo punda alipata baada ya kutoka kwa wenyewe akaenda kwa Bwana. Hebu mchana wa leo jipeane kwa Bwana, maana Bwana atakuweka huru. Ukijipeana kwa Bwana hata heshima utapata, maana alitandikiwa nguo yule punda. Watu wakakata matawi ya mitende wakampungia yule punda. Baada ya kutoka kwa wenyewe amekuja kwa Bwana, hakubaki punda ya kufungwa, alipata heshima. Who owns you? Say the Lord. Who owns you? Wewe ni wanani? Najua mumeo ni mwenyewe, najua mkeo ni mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna Bwana ambaye ni zaidi ya mwenyewe. Ikiwa mtu akiwauliza, mwambieni Bwana ana haja. Nakwambia hivi mchana wa leo, Bwana ana haja na maisha yako. Amen. Na kama utabaki kwenye bounds, vifungo vya wenyewe, vifungo vya kabila lenu, vifungo vya watu wenu, utabaki kufungwa kama punda. Sisemi uasi, usiasi. Nakwambia kwamba in the spiritual realm ujue who owns you. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na uhuru wa kuitikia kwa Bwana zaidi ya watu. There are some of us ambao tunaitikia commands za watu kuliko kumwitikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapokuwa katika hali hiyo, kama tukibaki hivyo, tutabaki kwenye kufungwa kama punda. Yule punda alipata uhuru wake alipoitikia mwito wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. And there are some people ambao they are using us, or rather they are misusing us. Kizungu tunasema they are exploiting us. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haipaswi kuwa hivyo. We are owned by the Lord. Sisi tunamilikiwa na Bwana. Na hata leo utakapo kata hiyo minyororo ya hao ambao wanadhani kwamba wanakumiliki na ujipeane kwa Bwana, Bwana ana uwezo wa kuyanadhifisha maisha yako. Ninasema nini? Ninasema na tumtambue sana yule ambaye ana mamlaka juu yetu. Wale ambao wanaonekana kama wenyewe hawana uwezo wowote. Bwana Yesu asifiwe. Na tuitikie sana sauti yake yeye aliye na uwezo juu ya maisha yetu. Praise the Lord. Amen. Nimesema nitasoma lakini sitasoma, tutaenda kusoma Acts ama Matendo 16 kuanzia 16. Kuna msichana pale anaitwa kijakazi ambaye alikuwa na pepo wa uaguzi. Kwenye Matendo 16 kuanzia 16. Kwa muda alipowaona kina Paul na wenzake alikuwa anawasifia, hawa ni watu wa Mungu, watumishi wa Mungu aliye juu, wanatuhubiria habari za wokovu. Na Maandiko yanasema kwamba aliwapatia bwana zake faida kwa uganga. Wale watu waliomiliki yule kijakazi walikuwa
wanafaidika kupitia uaguzi aliyokuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Paul siku moja kajazwa Roho Mtakatifu, akatambua anazungumza maneno mazuri kabisa, lakini si Mungu, ni pepo wa utambuzi. Bwana Yesu asifiwe. Alipoanza, hawa ni watu quiet, toke mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda alikuwa anapeana faida kwa wenyewe. But the master came. Bwana akaja. Hallelujah. I am learning something here. Hao wenyewe ambao ni wenye wewe wanataka kufaidi kupitia wewe, hawana haja na wewe. Kwani what does man give to the donkey? Nothing. Donkey ndiye anapeana faida kwa mwanadamu, lakini kuna yule ambaye anajali huyu donkey. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayejali maisha yako ndiye mwenye wewe. Kuna wale ambao wanasema wanakuon, lakini yao ni kwamba wa benefit kutoka kwako. Kwani nimeleta ujumbe huu? Ni mimi, si mimi. Praise the Lord. I don't know. Kuna kitu gani kinaendelea? Sijui. Lakini kuna watu ambao wanadhani kwamba ama hata wewe umefungika pale ya kwamba you belong to them this hour. Lakini those people are benefiting from you and you are getting nothing. Kama si wako wache, lakini najua unahusu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yule msichana wa watu hakuwa anapata chochote, ni azongwe na yule pepo wa utambuzi, alafu watu wapewe pesa, yeye abaki na pepo wake. Lakini Bwana alipo Bwana